Swali la 7 anasema hafidhahu Allah ta'ala, ma hiya mufsidatu siyam, ni vipi vifunguzi vya funga? Mufsidatu siyam ni yale mambo yanayoharibu funga. Ma hiya mufsidatu siyam, ni vipi viharibifu vya funga? Allati tubtiluhu, ambavyo vinaibatilisha funga. Yani mambo ambayo mtu akiyafanya basi inakuwa ni sababu ya funga yake kubatilika. Ni yapi hayo? Wama alladhi yajibu ala man ata shay'an minha, na kipi ambacho kinawajibika juu ya yule ambaye amekifanya kitu chochote miongoni mwavyo hivyo vifunguzi vya funga au viharibifu vya funga. Wama alladhi yajibu, na ni yapi yanawajibika ala man ata, juu ya yule ambaye amekiendea shay'an minha, chochote miongoni mwavyo. Aljawab, qala hafidhahu Allah, i'lam, tambua, anna ma yufsidu as-sawma iddatu umurin, hakika yale ambayo yanayoiharibu funga ni mambo mengi. I'lam, tambua, anna ma yufsidu as-sawma, hakika yale ambayo yanayoiharibu funga iddatu umurin, ni mambo mengi. Al-awwal, jambo la kwanza, kullu ma dakhala jawfa as-sa'im, kila kile ambacho kitakachoingia katika tumbo la mfungaji. Kila kile ambacho kitakachoingia katika tumbo la mfungaji. Wa huwa mutaammidun ghayru nasin, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kukusudia pasi na kuwa ni mwenye kusahau. Kila kile ambacho kitakachoingia katika tumbo la mfungaji katika hali ya kukusudia pasi na kusahau, basi hicho kinaiharibu funga. Min ayi madkhalin, katika maingilio yoyote, sehemu yoyote kitakapoingilia. Sawaun kana alfama, sawa sawa itakuwa almadkhalu, maingilio ni alfama, ni mdomo, kwa maana kimeingia kupitia njia ya mdomo, au al-anfa, au pua, au ayya mawdhi'in yasilu ila aljawfi, au sehemu yoyote ambayo itakifikisha katika tumbo. Fa innahu yafturu bihi, hakika yeye mfungaji anafungua kwa kitu hicho. Fa innahu, hakika yeye mfungaji, yafturu bihi, anafungua kwa kitu hicho. Kwa hivyo almuallifu hafidhahu Allah ta'ala amelifunga jambo na kusema kila kile ambacho kitakachoingia katika tumbo la mfungaji kwa kukusudia pasina kusahau, kwa njia yoyote itakayokuwa sawa, kitaingia kwa kupitia njia ya mdomo, au kitaingia kwa kupitia njia ya pua, au kitaingia kwa kupitia njia yoyote kikafika tumboni, basi hakika yeye huyo mfungaji atakuwa amefungua kwa kupitia kitu hicho. Hilo ni jambo la kwanza. Athani, jambo la pili, al-aklu wash-shurbu mutaammida, ni kula na kunywa kwa kukusudia. Al-aklu wash-shurbu mutaammida, ni kula na kunywa hali ya kuwa ni mwenye kukusudia. Mtu akala kwa kukusudia kwamba ninakula, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Akala kwa kukusudia au akanywa kwa kukusudia, hiki pia kinafunguza. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr,
mpaka utakapobainika kwenu nyinyi weupe wa mchana kutokana na weusi wa usiku katika wakati wa alfajiri. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum, mpaka utakapobainika kwenu nyinyi alkhaytul abyadu, weupe wa mchana, min alkhaytil aswadi, kutokana na weusi wa usiku, min alfajiri, katika wakati wa alfajiri. Maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ruhusa ya watu kula, wale na wanywe, kisha akaeleza ukomo wa kula na kunywa, na watu wataendelea na kujizuia na kula na kunywa mpaka pale ambapo utakapoingia wakati wa usiku. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni funga kujizuia mpaka wakati wa usiku. Kwa hiyo yule ambaye atakayekula na kunywa katika wakati ambao ni almanhiyu anhu, pamekatazwa ndani yake mtu kula katika wakati huo, atakuwa amejifunguza yeye mwenyewe, atakuwa amefungua saumu yake, kwa sababu Allah ameweka mpaka wa kula na kunywa aliposema hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajri. Huu ndio mpaka wa kula na kunywa pale inapoingia alfajiri ya pili, kisha watu wataendelea kujizuia mpaka pale ambapo litakapozama jua. Thumma atimmu siyama, kisha kamilisheni huko kujizuia ila al-laili, mpaka katika wakati wa usiku. Kwa hivyo ikawa kula na kunywa katika wakati ambao umekatazwa ndani yake kula na kunywa ni katika vifunguzi na vyenye kuharibu funga. Athalith, jambo la tatu, man istaqaa amidan. Man istaqaa amidan, yule yote ambaye atakayejitapisha kwa makusudi, amidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia. Man istaqaa, yoyote atakayejitapisha, amidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia. Yoyote yule ambaye atakayejitapisha hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, ay rajaa, akarejesha kile ambacho alichokiweka tumboni akakirejesha. Amma idha qaa, ama pindi atakapotapika, wa huwa ghairu mutaammidin, na hali ya kuwa yeye si mwenye kukusudia. Amma idha qaa, ama pindi atakapotapika, wa huwa ghairu mutaammidin, na hali ya kuwa yeye si mwenye kukusudia, fasawmuhu sahihun, basi funga yake ni sahihi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa qauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, man istaqaa mutaammidan, yoyote atakayejitapisha hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, fa alayhi alqada'u, basi ni juu yake kulipa. Yoyote yule ambaye atakayejitapisha hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, fa alayhi alqada'u, basi ni juu yake kulipa. Wa man zara'ahu alqai'u, na yule ambaye yatakayemshinda yeye matapishi, ay ghalabahu alqai', yule ambaye yamemshinda yeye matapishi, amejitahidi kujizuia lakini bado matapishi yakamshinda, fala qadaa alayhi, basi hakuna kulipa juu yake. Fala qadaa alayhi, hakuna kulipa juu yake. Kwa hivyo jambo la nne ni mtu kujitapisha kwa makusudi, hilo hupelekea kuharibu funga yake. Arabi', jambo la nne, idha akhraja as-saimu al-maniyya, pindi atakapotoa mfungaji mani. Idha akhraja as-saimu al-maniyya, pindi atakapoyatoa mfungaji mani. Bi ayi tariqatin kanat, kwa njia yoyote itakayokuwa. Bi ayi tariqatin kanat, kwa njia yoyote itakayokuwa. Sawaun bimubasharati ahlihi, sawa sawa itakuwa kwa kumbashiri mke wake, kwa kumkumbatia mke wake. Au istamna, au akajitoa mani kwa njia nyingine kinyume na kumbashir. Fa inna sawmahu fasidun, hakika funga yake ni yenye kuharibika. Wa alayhi alqada'u, na juu yake kulipa, ni juu yake kulipa.
Kwa yule ambaye atakayejitoa manii, atakayetoa manii kwa njia yoyote itakayokuwa sawa, itakuwa kwa kumbashir mke wake au itakuwa amejitoa kwa njia nyingine, fa inna sawmahu fasidun, hakika funga yake ni yenye kuharibika, wa alayhi alqada'u, na ni juu yake kulipa. Faman afsada sawmahu. Sasa kipengele cha pili ambacho alichouliza katika swali, aliuliza wama alladhi yajibu, na ni kipi ambacho kinawajibika au ni yapi ambayo yanawajibika, ala man ata shay'an minha, juu yule ambaye amekiendea chochote katika hivyo vitu, kipi ni wajibu juu yake? Anajibu sasa, panasema faman afsada sawmahu, manake amekiendea kile kifunguzi na funga yake imeharibika. Sasa ni kipi wajibu juu yake? Sasa anasema hafidhahullah, faman afsada sawmahu, yule yote ambaye atakayeharibu funga yake mutaammidan, kwa makusudi, fi mithli alahwali sabiqa, kwa mfano wa hali zilizotangulia, walaysa lahu udhrun, na hana yeye udhuru wowote, ameiharibu funga yake kwa kukusudia, kwa kufanya moja kati ya mambo yaliyotangulia, na ikawa hana udhuru wowote wa kuyafanya hayo, fa innahu athimun, hakika yeye ni mwenye kupata madhambi. Jambo la kwanza, anapata madhambi kwa sababu ya kuiharibu funga yake. Kwa hivyo fa innahu athimun, hakika yeye ni mwenye kupata madhambi, ala iftarihi, kwa kule kufungua kwake, kule kufungua kwake katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, kwa kuyafanya yale ambayo yanayoiharibu funga, basi anapata madhambi juu yake. Kisha wayalzamuhu al-imsaku baqiyata al-yawm alladhi afsadahu bil-iftar, na kutamlazimu yeye kujizuia kutokula na kunywa na kuyafanya mengine yenye kufunguza. Kutamlazimu yeye kujizuia baqiyata al-yawmi, baki ya siku. Kama ilikuwa ni saa 3 asubuhi, kutamlazimu kujizuia mpaka jua litakapozama. Kama ilikuwa ni mchana, hali kadhalik. Kama ilikuwa bado kidogo kufikia ghurubu shams, hali kadhalik. Kutamlazimu yeye kujizuia baqiyata al-yawmi, baki ya siku, alladhi afsadahu bil-iftari, ambayo ameiharibu kwa kufungua, wa alayhi al-qada, na ni juu yake kulipa. Kwa jambo la wajibu juu yake ni nini? Ni kulazimiana na al-imsak, kulazimiana na kujizuia baki ya siku yake hiyo aliyoiharibu, lakini pamoja na hilo atawajibika kuilipa siku hiyo ambayo ameiharibu yeye mwenyewe. Al-khamis, jambo la 5 katika vifunguzi, qala hafidhahullah, wa huwa ashaddu al-muftirat. Hili jambo la 5 ni katika kifunguzi kikubwa zaidi. Ashaddu al-muftirat, kifunguzi kikubwa zaidi. Nacho kifunguzi hiki, man jamaa imra'atan fi nahari ramadhana, ni yule yote ambaye atakayemuingilia mwanamke fi nahari ramadhana, katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na imra'atan imekuja fi siyaqi sharti, maana tufidu madha? Al-umum. Sawa itakuwa mwanamke huyo ni mkewe au itakuwa mwanamke huyo si mkewe, yoyote atakayemjami mwanamke fi nahari ramadhana, katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, basi amekifanya kifunguzi kikubwa zaidi. Wa hadha alayhi al-kafaratu al-mughalladha, na huyo ambaye amelifanya hili ni juu yake kutoa kafara nzito. Alayhi al-kafaratu al-mughalladhatu, ni juu yake kutoa kafara nzito. Wasayati dhikruha, na utakuja utajo wake insha Allahu taala. Tumefahamiana vizuri ikhwan. Naktafi bihadha, wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam.